Mwenyezi Mungu uishie milele na kutawala, asubuhi ya leo ninakuja mbele zako nikisema asante. Asante Mungu ni kwa ajili ya uaminifu wako. Bwana, umetulinda wikendi yote na Bwana tuko salama. Umeona ni vyema kwamba Bwana ukaweze kutulinda Bwana, na tumeweza kuona wiki mpya. Angalia Bwana, umekuwa mwaminifu sana katika mwezi huu, kama neno lako linavyosema katika kitabu cha Yoeli 2:25 ya kwamba Bwana, nitawalipa kwa ajili ya miaka ile iliyoliwa na nzige, parare, madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa ambalo nililituma katikati yenu. Mtakuwa na wingi wa vyakula mpaka mshibe, na mtalisifu jina la Bwana Mungu wenu, ambaye amefanya maajabu kwa ajili yenu. Kamwe watu wangu hawataaibishwa tena. Basi Mungu, ninayo imani ya kwamba miaka yote iliyoliwa na nzige Bwana utaenda kuirudisha katika jina la Yesu Kristo. Acha Bwana tuzidi kuwa na uaminifu kwako, tukaweze kukutii zaidi na zaidi, ili kwamba tunapoenda kukuomba Bwana tuwe watu ambao ni wenye haki. Maana Bwana, maombi ya mwenye dhambi ni kelele kwako, bali maombi ya mwenye haki Bwana inakuja kwako kama manukato, inakuja kwako, inapanda kwako kama moshi. Basi Mwenyezi Mungu, acha Bwana tukaweze kutubu makosa yetu, tukaweze kutubu dhambi zetu, tukaweze kutubu nia zetu mbaya, ili kwamba tunapokuja kwako tukiomba kwamba miaka yote iliyoliwa na nzige ukaweze Bwana kuirudisha, ndipo Bwana tutakuomba kama watu wenye haki katika jina la Yesu Kristo. Bwana, umesema kwamba hata tutakuwa na wingi wa chakula kwenye magala yetu, tutakula na kushiba na kulisifu jina la Mungu. Tunatamani ya kwamba tukaweze kulisifu jina lako milele na milele. Mungu wangu Bwana, umesema kwamba unaenda kufanya maajabu kwa ajili yetu. Umesema kwamba hatutaibishwa kamwe katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa aibu katika maishani mwetu. Tunakataa aibu kwenye maisha ya watoto wetu. Tunakataa aibu kwenye familia zetu. Tunakataa aibu hata kwa marafiki zetu. Tunakataa aibu hata kwa majirani zetu. Tunakataa aibu, Mungu, katika kazi zetu, katika ndoa zetu, katika uhusiano wetu. Mungu, tunakataa aibu. Tuheshimishe Bwana, na ukaweze Bwana kutuinua katika viwango vingine. Asante maana Mungu, wewe ni unaweza na wewe ni mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwamba Mungu ukaweze kumwongezea kila mtu ambaye mahali popote ambapo amepungukiwa. Maana umesema kwamba dini ya kweli katika kitabu cha Yakobo 1:27 huko, ya kwamba dini iliyo ya kweli ni ile ya kukumbuka mayatima na wajane katika dhiki zao. Basi tunapobariki wengine Bwana, acha mahali tumepungukiwa ukaweze kupaongezea katika jina la Yesu Kristo. Baba, tutenganishe na laana za familia, tutenganishe na laana za mababu zetu, tutenganishe na laana za wazazi wetu katika jina la Yesu Kristo. Kizazi hiki kimeoshwa kwa damu ya takatifu, kwa damu takatifu ya Yesu Kristo, ili kwamba Bwana tuwe kizazi kipya ambacho Bwana kimejaa baraka, uzao wa Abrahamu. Bwana, tunakataa hizo laana ya kwamba kuna familia zingine zimelaaniwa, ya kwamba hawataolewa, ya kwamba hawataoa, ya kwamba hawatafanikiwa, ya kwamba hawataenda mbali. Lakini katika jina la Yesu Kristo tunatazamia tu Yesu Kristo mbele yetu, tunatazamia Yesu Kristo katika msalaba wake, ya kwamba mambo yote yalikwisha pale. Hivyo laana zote tunazipeleka msalabani, makosa yote Bwana tunapeleka msalabani. Baba, mikosi yote tunapeleka msalabani, ili kwamba Yesu Kristo kwako tuwe salama. Tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema, na ni kwa Yesu Kristo Bwana nimeomba na nikiamini. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Amen.